Haleluya. Yohana 14 mstari wa 23 tusome kwa haraka hapo. Paswa kusema Yesu, nampenda Yesu. Tusome kwa haraka. Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda atalishika neno langu. Mtu akinipenda atalishika neno langu. Amen. Amen. Mtu akinipenda atalishika neno langu. Atalishika neno langu. Ukimpenda Yesu, Yesu akikwambia achana na makucha ya bandia, utalitii hilo neno. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Yesu anaposema unapaswa kwa mtakatifu kama mimi, tunalitii hilo neno, tunalifuata hilo neno. Haleluya. Endelea kusoma. Mtu akinipenda atalishika neno langu. Ndio. Na Baba yangu atampenda. Ndio. Nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Na tutafanya makao kwake. Amen. Utakatifu wa Mungu ni wa muhimu sana. Hakuna kitu ambacho Mungu anafurahia nacho kama kumwona mtu wa Mungu ni mtakatifu. Mtakatifu ni nje na ndani. Amen. 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 Jose. Sasa utakatifu tutajiuliza tu vitu vichache hapa, tutaviangalia vitu vichache. Ni chochote ambacho tunakifanya kabla ya kufanya kinampa utukufu Mungu. Amen. Amen. Yesu angekuwepo. Je, Yesu angeweza kufanya? Yesu angefanya hiki ambacho anakifanya. Yaani kabla hujakifanya, unafikiria kama kweli mimi ni mfuasi wa Yesu, kama kweli nimeokoka, kama kweli mimi ni mtakatifu, hiki ninachokifanya hiki au hiki nataka kukifanya, Yesu anaweza kukifanya kama angekuwepo duniani? Ukiona hilo jambo haliwezekani, Yesu asingeweza kufanya, na wewe usifanye. Sio kitu ambacho kitakufanya uwe mtakatifu. Kinakufanya uwe mbali na Mungu. Leo tuna wachungaji ndani ya kanisa, wote wametengeza timu za mpira. Kuna timu za mpira ndani ya kanisa. Sasa tunafikiria tu, unapiga mahesabu ya haraka. Hivi Yesu angeweza kuifanya kanisa liwe na timu mbili, A na B za mpira? Hapo wakapanga siku tarehe fulani tunakwenda uwanjani kushindana. Tunaenda kucheza mpira. Tutaenda kucheza mpira na timu ya kanisa fulani. Mnajifua, mnafanya mazoezi ya kufa mtu, ya kukimbia, ya kupiga push up, ya kupiga danadana, ya kupiga ya kufunga magoli, ya kupiga penalty. Yaani mnatoa muda wenu wote. Asubuhi mnadamka mnafanya hivyo, alafu mnasema tarehe fulani tunaenda kushindana na timu ya kanisa fulani. Sasa tunapiga hesabu. Yesu angeweza kufanya hayo? Kama Yesu hawezi kufanya hivyo, basi na nini? Na sisi hatuwezi kuwa na timu za mpira kanisani. Amen. Amen. Hivi Yesu angekuwa ni shabiki wa mpira? Yesu angekuwa ni shabiki wa mpira? Kwa Tanzania timu kubwa ni Simba na Yanga. Hivi labda kama Yesu angekuwa hapa Tanzania, angeweza kuwa miongoni mwa hizo timu moja kaipenda, akawa shabiki wa hiyo mpira wa hiyo timu?